Hujambo na karibu ndani ya JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu utapata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumapili Juni 7, 2026. Tulionayo asubuhi ya leo. Jeshi la DRC FARDC limekemea kuendelea kwa mashambulizi ya muungano wa RDF AFC M23 dhidi ya raia na miundombinu ya kimkakati kinyume na makubaliano ya kidiplomasia. Na polisi mjini Kinshasa wameridhishwa na utekelezaji wa hatua za usalama zilizochukuliwa wakati wa matukio ya kisiasa ya hivi karibuni, wakibaini kuwa yalidhibitiwa vizuri bila matukio makubwa ya kiusalama. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Polisi mjini Kinshasa wameridhishwa na utekelezaji wa hatua za usalama zilizochukuliwa wakati wa matukio ya kisiasa ya hivi karibuni, wakibaini kuwa yalidhibitiwa vizuri bila matukio makubwa ya kiusalama. Ni katika mkutano wa kamandi uliofanyika Jumamosi Juni 6, 2026 katika ukumbi wa Blue Saloon wa kamisheni ya mkoa wa polisi wa taifa la Kongo PNC mjini Kinshasa, ambapo kamanda wa jiji, makamanda wa kamisheni za mijini, makamanda wa vituo vya polisi pamoja na vikosi vya uingiliaji wa haraka walitathmini utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa kwa ajili ya kusimamia siku ya tarehe 3 Juni iliyotangazwa kuwa nchi bila kazi na upinzani, pamoja na maandamano ya Ijumaa ya tarehe 5 Juni yaliyoandaliwa na muungano wa wananchi. Kutokana na tathmini hiyo, ilibainika kuwa maandamano na shughuli zote zilizofanyika zilisimamiwa vizuri na zilifanyika bila matukio makubwa ya kiusalama. Kuhusu siku ya nchi bila kazi, kamanda wa jiji aliwapongeza maafisa wake kwa weledi wao, hasa kwa juhudi walizofanya kuhakikishia usalama baadhi ya wakazi wa Kinshasa waliokuwa na hofu kutokana na vitisho vya kushambuliwa kwa mali zao vilivyotolewa na baadhi ya wapinzani. Kuhusu maandamano hayo, kamishna wa division Israel Kanto alipongeza mwitikio wa haraka wa askari waliokuwa wakisimamia waandamanaji, hasa baada ya kubadilishwa kwa eneo la mwisho la maandamano hayo. Ikumbukwe kwamba maandamano hayo yalipaswa kuhitimishwa mbele ya jumba la bunge, lakini hatimaye yalielekezwa kumalizika katika uwanja wa pembeni wa uwanja wa Mashujaa. Hatua hiyo iliwakatisha tamaa waandaaji wa maandamano, lakini polisi walieleza kuwa walikuwa wakitekeleza maelekezo yaliyotolewa na viongozi wao wa juu. Mkutano huo pia ulisisitiza umuhimu wa kuendelea kutekeleza maelekezo ya kudumu ambayo polisi wote wanapaswa kufuata katika kipindi hiki cha mvutano wa kisiasa unaohusiana na mjadala wa marekebisho au mabadiliko ya katiba. Mkuu wa polisi waliwakumbusha maafisa wake kwamba jeshi la polisi haliegemei upande wowote wa kisiasa na kwamba jukumu lake kuu ni kuhakikisha usalama wa wananchi pamoja na mali zao. Kwingineko ni kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limekemea kuendelea kwa shughuli za kijeshi za muungano wa RDF AFC M23 mashariki mwa nchi, licha ya juhudi mbalimbali za kidiplomasia zinazofanyika katika ngazi za kitaifa, kikanda na kimataifa kwa lengo la kumaliza mzozo ambao umeendelea kulitikisa eneo la Maziwa Makuu kwa zaidi ya miongo mitatu. Akizungumza na uandishi wa habari Jumamosi Juni 6, 2026, Luteni Kanali Maki Azukai, msemaji wa muda wa FARDC ambalo ni jeshi la taifa la DRC, alisema kuwa ahadi zilizotolewa katika mchakato wa amani wa Washington na Doha hazijafanikiwa hadi sasa kusitisha mapigano wala kuboresha kwa kiasi kikubwa hali ya usalama uwanjani. Licha ya juhudi za kidiplomasia zilifanyika katika ngazi za kitaifa, kikanda na kimataifa pamoja na ahadi zilizotolewa katika mchakato wa Washington na Doha, muungano wa RDF AFC M23 unaendelea na vitendo vyake vya uhasama dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC ilisema kupitia msemaji wake. Kwa mujibu wa jeshi la DRC, maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini pamoja na nyanda za juu za tarafa la Fizi na Uvira huko Kivu Kusini yanaendelea kushambuliwa na muungano huo. Katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini pamoja na nyanda za juu za tarafa la Fizi na Uvira, vikosi hivi vinaendelea kuwashambulia raia pamoja na baadhi ya nafasi za
FARDC, hali inayosababisha vifo vya watu, kuhama kwa wananchi na uharibifu mkubwa wa mali, jeshi hilo lilieleza. FARDC pia ilikemea mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya miundombinu muhimu ya taifa, ikitaja hasa uwanja wa ndege wa kimataifa ulioko Kisangani katika mkoa wa Chopo. Muungano wa RDF AFC M23 unaendelea pia kushambulia miundombinu muhimu ya taifa. Mara kadhaa umetumia ndege zisizo na rubani au drone kulenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisangani, jeshi hilo lilisema. Kwa mujibu wa FARDC, mashambulizi hayo yanaonyesha kuwa tishio bado lipo na linaendelea kuhatarisha usalama wa taifa. Mashambulizi haya ya mara kwa mara yanaonyesha kuendelea kuwepo kwa tishio linalotokana na muungano huu dhidi ya usalama wa nchi na miundombinu muhimu ya dola. Pia yanaonyesha nia yao ya kuendelea kuweka shinikizo kwa wananchi na vikosi vya ulinzi vya FARDC, jeshi hilo lilifafanua. Kutokana na hali hiyo, FARDC imesema imeimarisha hatua za ulinzi katika maeneo yote nyeti. FARDC inaendelea kuwa macho dhidi ya tishio hili na inaendelea kuchukua hatua zinazohitajika kulinda miundombinu ya kimkakati pamoja na raia, jeshi hilo lilisema. FARDC pia imeutuhumu muungano wa RDF AFC M23 kwa kutoheshimu ahadi ilizotoa katika makubaliano mbalimbali ya usitishaji mapigano yaliyofikiwa kupitia upatanishi wa kimataifa. FARDC inakumbusha kwamba muungano wa RDF AFC M23 umevunja mara kadhaa makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo ulikuwa umeidhinisha. Licha ya juhudi zinazoendelea za kutafuta suluhisho la amani, muungano huu unaendelea na mashambulizi ya kuchochea uchokozi unaohatarisha juhudi za kuleta utulivu wa kudumu katika eneo hili, jeshi hilo lilisema. Katika taarifa hiyo, FARDC pia ilikemea kile ilichokiita kampeni za upotoshaji kufichua ukweli wa hali ilivyo na kuhamisha lawama kwa wahusika wengine. FARDC inabaini kuendelea kwa kampeni za upotoshaji zinazolenga kupotosha ukweli wa hali ilivyo uwanjani na kubadili mwelekeo wa uwajibikaji. Wakati wa usiku wa vitendo hivi vya ukatili, wanahusika moja kwa moja na mateso dhidi ya raia wanaendelea kujaribu kupotosha maoni ya umma ndani na nje ya nchi ili kuficha wajibu wao, jeshi hilo lilieleza. Jeshi la DRC limesisitiza kuwa linaendelea na operesheni zake kwa kuzingatia katiba ya nchi, sheria za kitaifa na wajibu wa kimataifa wa DRC. FARDC inaendelea kutekeleza operesheni zake kwa kuzingatia kamilifu katiba ya DRC, sheria za taifa na ahadi za kimataifa za nchi ya DRC. Inaendelea kujitolea kulinda raia, kulinda miundombinu ya kimkakati, kuyadhibiti makundi yenye silaha na ya kigaidi, pamoja na kutetea uadilifu wa mipaka ya jamhuri, jeshi hilo lilisisitiza. Licha kuwepo kwa makubaliano ya Washington na mikutano ya tathmini inayofanyika mara kwa mara, hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzorota. Hali hii inatokea licha ya kuongezeka kwa juhudi za kidiplomasia zinazolenga kutatua mgogoro huo. Kupungua kwa imani kati ya pande husika pamoja na ukosefu wa nia ya kisiasa kutoka kwa baadhi ya wadau wa kikanda, jambo linalozuia utekelezaji wa ahadi zilizotolewa, vinaendelea kuwa changamoto kubwa kwa upatanishi, hususan Marekani na Qatar. Mataifa hayo yanaombwa kuendelea kuongeza juhudi zao ili kusaidia kupata suluhisho la mgogoro wa sasa wa usalama unaohusisha waasi wa AFC M23 ambao kisha inadai wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Kutokana na hali hiyo, sauti mbalimbali katika ngazi za kitaifa, kikanda na kimataifa zimeendelea kutoa wito kwa wahusika wote kuheshimu ahadi walizotoa katika mipango ya amani. Hata hivyo, hadi sasa wito huo haujazaa matokeo makubwa. Pia mchakato wa Doha unaoongozwa na Qatar unaendelea kukumbwa na changamoto. Licha ya raundi kadhaa za mazungumzo, serikali ya Kinshasa na waasi wa AFC M23 bado hawajafikia mwafaka kuhusu masuala muhimu yanayowagawa. Hatua ya mazungumzo inayofanyika Montreal nchini Uswisi, ambayo ilitarajiwa kuleta msukumo mpya, haikufanikisha matokeo yaliyotarajiwa. Aidha, kuzorota kwa hali ya usalama Mashariki ya Kati kumesaidia kuifanya dosari hiyo kupewa kipaumbele kidogo, jambo linalopunguza kasi ya juhudi za upatanishi. Na sasa tuelekee katika mkoa wa Ituri. Wafungwa 5 wa gereza la Bunia waliokuwa wakihisiwa kuwa na Ebola wamebainika kuwa hawana virusi hivyo baada ya kupimwa. Wafungwa 5 wa gereza kuu la Bunia mkoani Ituri waliokuwa wakihisiwa kuwa na Ebola wamethibitishwa kuwa hawana virusi hivyo baada ya vipimo vya mahabara kufanyika Ijumaa Juni 5 mwaka 2026
kwa mujibu wa mamlaka za afya na magereza. Hata hivyo, licha matokeo hayo, wadau wa mapambano dhidi ya mlipuko huu wamehimiza kuimarishwa kwa hatua za kinga, hususan kwa kuanzisha kituo cha uangalizi ndani ya gereza hilo. Vipimo vya mahabara vimethibitisha kutokuwepo kwa maambukizi ya virusi vya Ebola kwa wafungwa hao 5. Habari hii imepokelewa kwa furaha, hasa kutokana na wasiwasi uliokuwepo baada ya baadhi ya wafungwa hao kutoroka walipohamishwa kwenda vituo vya matibabu. Mkurugenzi wa gereza la Bunia, Kamile Zonzi, ameeleza kufurahishwa kwake na matokeo hayo. Hata hivyo, timu za afya zinasisitiza umuhimu wa kuendelea kuwa makini na kuimarisha miundombinu ya kinga ili kuzuia hatari ya milipuko ya baadaye. Na mwishowe kabisa, Jumamosi Juni 6, 2026, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alimtunuku tuzo msanii mashuhuri wa nchi hiyo Fally Ipupa mara baada ya kurejea Kinshasa kufuatia matamasha yake mawili katika uwanja maarufu wa Stade de France nchini Ufaransa. Kwa tukio hilo, amekuwa msanii wa kwanza wa Afrika anayezungumza Kifaransa na anayeishi Afrika kutumbuiza katika uwanja huu. Rais Felix Tshisekedi alisisitiza kuwa tuzo hiyo haimhusu msanii pekee, bali inaheshimu safari yake ya kisanii, nidhamu, uthabiti, kazi zake, sauti yake, uwepo wake jukwani na uwezo wake wa kipekee wa kupeleka roho ya DRC nje ya mipaka ya nchi. Kupitia muziki wenu, sehemu ya DRC inasafiri, inavutia, inakusanya watu na kuzungumza na ulimwengu, alisema Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Aidha, alitoa heshima kwa watu wakubwa walioweka msingi wa umaarufu wa kimataifa wa muziki wa DRC, akiwemo Papa Wemba, Evolo Kojoker, Josar Nyoka Longo na Zaiko Langalanga, Koffi Olomide, Weranson, Jibe Mpiana, Feregola na wengine wengi ambao kila mmoja kwa mtindo wake na hadhira yake wanaendelea kuinua bendera ya taifa. Akiwa na nia ya kuona wasanii wa DRC wakichangia zaidi katika kuitangaza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais alihakikishia kwamba tuzo hiyo haileti upendeleo wala mgawanyiko wa vipaji, bali unafungua njia ya taifa na utathmini wananchi wake wanapolitumikia kwa ubora, mchango na uwezo wa kuhamasisha. Mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa sasa.